Jambo wasikilizaji wa Radio Kapi, tunawakaribisha kwa taarifa hii ya habari. Kwanza vichwa vya habari. Mjini Bunya, jimboni Ituri, siku ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu, wakimbizi bado wanaishi katika hali mbovu. Kindu, namna gani maandalizi ya ufunguzi wa mwaka wa masomo inafanyika katika soko. Na Mbujimai, magari ya mikono yanayozunguka usiku bado ni tishio kwa usalama. Maelezo kamili baada ya muda mfupi. Mjini Bunya, kwa sherehe ya siku ya kimataifa ya misaada kibinadamu tarehe 19 mwezi wa 8, mashirika ya kiraia ya Ituri yameeleza wasiwasi wao kuhusu hali ya wakimbizi. Yanasema msaada ya kibinadamu bado haitoshi, hasa katika eneo la Mambasa ambako maelfu ya watu wanaishi katika mazingira magumu. Kwao ya lazima ni kurejesha amani ili wananchi waweze kurudi katika vijiji vyao. Kinshasa, zaidi ya watu 10,000 wa anga ya moto jimboni Kivu Kusini bado hawajapata msaada. Kwa mujibu wa bunge la wananchi la kidemokrasia na utawala bora, watu hawa ni miongoni ya wale 1900 ambazo nyumba zao ziliteketea kwa moto. Ripoti iliyochapishwa siku ya 4 inaonesha kuwa mji wa Bukavu ndio umekumbwa zaidi na hiyo msiba. Tangu Februari mwaka 2025, zaidi ya nyumba 1500 zimeungua. Familia nyingi hasa zinaishi katika hali mgumu na wengine walilazimika kurejea vijijini kwa kukosa msaada. Na huko Matadi, shirikisho la amani duniani, yani Federation pour la Paix Universelle FPI kwa Kifransa, tawi la Congo Central, lilitembelea siku ya 3 wagonjwa katika kituo cha afya cha Msalaba Mwekundu cha Kiamvu mjini Matadi. Hatua hiyo imefanyika kwa sherehe ya siku ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu. Kupitia kitendo hicho, mabalozi wa amani walitaka kuonyesha kuwa msaada wa kibinadamu si jukumu la mashirika makubwa pekee, bali pia la kila mwananchi anayewasaidia watu walio katika mazingira magumu. Ripoti ya Martial Papi Mukeba. Sukari, mchele, sabuni pamoja na bidhaa nyingine za muhimu zimetolewa kwa wagonjwa wa kituo cha afya Centre de Santé de la Croix-Rouge de Kiamvu. Ziara hiyo ambayo haikutarajiwa imewapa wagonjwa faraja na matumaini, kama walivyosema baadhi ya wagonjwa walionufaika. Kwa upande wa uongozi wa kituo hicho cha afya, msaada huo ni wa muhimu kwa juhudi zinazofanyika kila siku za kusaidia watu walio katika hali ngumu. Msimamizi wa kituo amesifu mpango huo na kuomba uendelee. Kwa mjibu wa Matadi Dimata, katibu mkuu wa mkoa wa Federation pour la Paix Universelle pa Congo Central, kusaidiana ni moja ya njia muhimu za kujenga amani katika jamii. Turudi mjini Kinshasa kukadirisha shughuli za binadamu zilizotekelezwa mwaka 2026 na kuweka vipaumbele vya mwaka 2027. Hilo ndilo lengo la mkutano mkuu wa kawaida wa Msalaba Mwekundu wa DRC uliofunguliwa Kinshasa kwa njia tarehe 19 hadi tarehe 21 wa mwezi ya 8. Mkutano huo unawakutanisha viongozi wa shirika hilo kutoka jimbo mbalimbali ya nchi. Katika hotuba yake ya kufungua mkutano, kiongozi wa taifa wa Msalaba Mwekundu alikumbuka watu wanaotumika kwa utashi na wanachama waliopoteza maisha katika kutimiza kazi zao za binadamu. Jimboni Maniema, hasa mji wa Kindu, zikiwa zimesalia wiki chache kabla ya kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027, maandalizi katika soko kuu la Kindu bado yanaendelea polepole. Ingawa katika maduka tayari wanaonesha mabegi, mavazi na vifaa vya shule, wazazi wengi bado hawajaanza kununua. Upande wao watumishi wa serikali wanasema kuchelewa kulipwa mishahara ndiyo sababu kuu. Ijapokuwa changamoto
changamoto hizo wana matumaini ya kupata fedha kabla ya shule kufunguliwa. Florence Kizalunga anatoa maelezo zaidi. Tunaua bea kae dese calligraphie journal de classe communication. Katika njia za maduka hayo vipaza sauti vinatangaza kwa nguvu bidhaa mbalimbali vya shule. Hata hivyo, licha ya hali hiyo ya shughuli nyingi, mauzo hayajapata kasi inayotarajiwa. Tunajua bitu yote juu ya rentrée scolaire mais mouvement ya kuwa bien. Bazazi habaanza onekana. Wazazi wengi wanakiri kuwa bado hawajakuwa tayari kumudu gharama za maandalizi ya kurudi shuleni. Kwa kukosa fedha za kutosha, baadhi yao kwa sasa wanajizuia na kuishia kutazama bidhaa tu bila kununua. Tunazunguluka tu, tunakia kuangalia petetre juma kesho tunaweza tukakia tena. Wazazi wengine wanasema wanasubiri kupokea mishahara yao kabla ya kuanza kufanya manunuzi. Niko mwalimu, tutakuwa miezi 2 hatupokee, ndio tunangoya. Licha ya changamoto hizi, wanafunzi wanatazamia kwa hamu kuanza kwa mwaka wa masomo wakiwa na hisia mchanganyiko za wasiwasi na tarajio. Wengi bado wanaamini kuwa wazazi wao watafanyikiwa kupata vifaa muhimu kwa wakati. Masomo natafuta kuanja bayanuzia taka mwa. Bazazi bayanuzia taka kitu moja, shi kama nitanja hai. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. Tujelekeze huko Lubumbashi. Kulikuwa vurugo siku ya 3 kwa sherehe ya kutoa vicheti na kufungua mwaka wa masomo katika ISP Kongolo jimboni Tanganyika. Kwa mujibu wa duru vya eneo hilo, vijana wasioadhibishwa vema waliingia kwenye sherehe hiyo na kurusha mawe. Watu kadhaa walijeruhiwa, akiwemo askari mmoja wa polisi, huko wengine wakikamatwa. Sherehe ilisimamishwa kwa muda kabla ya kuendelea. Msimamizi msaidizi anayeshughulikia masuala ya kisiasa na utawala wa Kongolo amelaani vitendo hivyo. Huko Kananga, katika sherehe ya siku ya kimataifa ya upigaji picha inayofanyika tarehe 19 mwezi ya 8, vijana wengi mjini Kananga wamegeukia matumizi ya simu kwa kupiga picha. Hawahitaji tena kamera kubwa za kitaalamu. Wakiwa na simu na ujuzi mdogo wa upiga picha, wanatoa huduma za kupiga picha za watu, sherehe za kutengeneza picha za kutumizia kwa mitandao ya kijamii. Ripoti ya Paulin Munanga. Idadi ya wapiga picha wanaotumia simu za mkononi mjini Kananga inaongezeka. Kwa wengi simu janja ni fursa na hata chanzo cha mapato. Simu ni za haraka na rahisi kutumia. Katika uwanja wa Uhuru tunakutana na Junior Mbui, mpiga picha kijana, na huu usema kama kamera ni gali, ndiyo maana wanatumia simu. Kwa wateja wa moja, uchaguzi pia ni rahisi. Kwa kutumia simu, picha upigwa haraka na zinaweza kutumwa hapo hapo. Bibi Esther Mulanga usema kwamba ni rahisi zaidi kwa kutumia simu. Mpiga picha anaweza kuwatumia picha hizo moja kwa moja, nao wanaweza kuzichapisha kwenye WhatsApp au Facebook. Hata hivyo, kutokana na kizazi hiki kipya cha wapiga picha wanaotumia simu, wapiga picha wa kienyeji wanatetea taalamu yao. Wanaoji kuwa simu zina mapungufu na wao utegemea vifaa vya kitaalamu na kiufundi cha hali ya juu zaidi. Tukomeshe kipindi ya kwanza ya taarifa hili ya habari mjini Mbujimai. Mji wa Mbujimai unaendelea kukabiliwa na tatizo la magari ya mikono, yani puspus au charrette, yanayosafiri usiku. Magari hayo yanahatarisha watembea kwa miguu, waendesha pikipiki na madereva kwa sababu hayana taa wala vifaa vya kutoa mwangaza, huko mara nyingi yakiwa yamebeba mizigo mizito. Miaka michache iliyopita magari hayo yalikuwa yamepigwa marufuku kuonekana barabarani baada ya saa 12 jioni. Ripoti ya Bernard Nyangi. Ilikuwa majira ya saa 2 usiku katika barabara ya Fachi Rikcho lilokuwa likibeba milango ya chuma na kuendeshwa kwa kasi kubwa bila taa yoyote, liliwalazimisha watembea kwa miguu kuepuka njia yake kwa dakika ya mwisho. Washuhuda walaumu zoezi hiyo inayokuwa vigumu kwao kuziona kwa masaa za giza, hata kama zimoja zinaendeshwa polepole. Mnamo eneo la Bonzola, wakaazi wadokeza manunguniko zidi ya tatizo hizo mara kwa mara. Kwa mujibu wao, aina hizi za magari hazipaswi kuwa barabarani baada ya saa 12 jioni, ikiwa kwamba ajali za usiku za kuwa kama kawaida sehemu hizo. Madereva wa vyombo hivyo waeleza kuwa chaguo lao la safari za usiku lasababishwa na ukosefu wa msongamano wa magari na mahitaji ya wateja. Kwa upande wa polisi ya kingo barabarani,
Magari haya ambayo hayana taa yanahatarisha usalama wa raia, sababu magari haya ni chanzo ya ajali, hueleza afisa mmoja wa polisi. Meya wa Mbuji-Mayi anasema kuwa uchambuzi wa hali hiyo unaendelea kabla ya maamuzi yoyote ya kisheria kufanyika. Hapo ndipo tumekomesha kipindi ya kwanza, na Bernard Nyangi anatuandalia kipindi ya pili, mambo muhimu ya siku na mwalika wetu wa siku. Radio Okapi, invité en Swahili. Mjini Beni, Kivu Kaskazini, juhudi za kukabiliana na Ebola zinahusisha pia kuongeza ueleo wa jamii. Kwa miezi miwili iliyopita, vijana wa kujitolea toka shirika U-Report, jukwaa la kidijitali linaloungwa mkono na UNICEF, wamekuwa wakifikia jamii ili kupambana na uvumi, kujenga imani na kuhimiza hatua za kujikinga. Ni matokeo gani yamepatikana huko na ni changamoto zipi bado zipo? Eme Mukokoma, kiongozi wa U-Report Beni, anajibu maswala kutoka kwa Martial Papi Mukeba. Eme Mukokoma, jambo. Jambo. Tangu miezi miwili sasa, U-Report inaelimisha watu wa Beni kuhusu kujikinga na Ebola. Lengo la Beni hii ni nini, na kwa ukweli munataka kuambia raia nini? Lengo ya hii kampanye ni kutafuta kurenforcer kapasite ya population yetu juu ya magonjwa ya virusi ya Ebola, na apart ile kunakuwa kupromouvoir ama kuhimiza watu namna gani wanaweza jikinga na magonjwa ya Ebola, na tunaangalia namna gani tunaweza piganisha ma rumeur ama ma desinformation na kuencourager watu kusignaler plus rapidement wakati mtu anapatikana na magonjwa ya Ebola ama anaona alama mbalimbali zenye zina répondre ku definition ya magonjwa, kusignale mbele ya wakati na kujirandre ku hospitali mbele ya wakati juu ya soin. Kupambana na Ebola bado kuna changamoto ya watu wengine kutoshirikiana na waganga. Ni nini ambayo munafanya ili muambie watu watumike ama washirikiane pamoja na timu ambazo zinapiganisha Ebola? Ya kwanza, tunatosha ile boga ndani ya watu ya kuangalia kama Ebola ikaingia ni magonjwa moya yenye ko grave. Tunatosha kwanza ile boga mbatu, na ile boga tunaitosha mwakati yenye tuna explique, tunabaonesha ke Ebola iko sawa na ingini magonjwa yoyote. Haina maana ya siku yogopa, iko kitu ishafika, lakini tunaweza iepuka plus facilement wakati yenye tuna observer ma mesure barrière, na wakati yenye tunajiunga na ekipe yenye natumika ndani ya riposte juu ya kupiganisha ile magonjwa. Tunaanza kuonesha avantage ya kazi ambayo riposte nakuya inafanya, parce que wakati nye ekipe ya riposte nakuya mko activite mbalimbali, par exemple kukakuwa cas confirmé mu communauté, kutakuwa kazi yenye wanaita ya listage. Listage ni wakati wanakamata jina za watu wenye walikuwa makontakta au risque, makontakte de contact, juu ya kuwafuatilia ndani ya muda ya siku 21 kuangalia kama hakuna mtu atapatikana na alama za magonjwa. Ile ni moja ya kazi ambayo inakuwa ndani ya ekipe ya riposte. Apare ile kunakuwa kazi ya decontamination ama kusukula nyumba. Mtu kama alianza na gonjwa mnyumba epi alianza manifester masini mnyumba, anenda kwa confirmer, d'office ita faire appel ya decontamination juu ya kusukula ile nafasi, juu kulimite chaîne ya contamination. Apare ile kunakuwa kazi ya surveillance manake kufatana na wale watu wenye balikuwa contact na ule mgonjwa, juu baangalie namna gani anawafuatilia mpaka mwisho, eske kutakuwa mtu mwenye ana manifester masinyu pa. Iko parmi ma kazi zenye riposte inafanyaka, na ya mwisho ni prise en charge mena ya ule mtu mwenye alikuwa confirmé, sasa banambeba ku CTE, bana mutunza na kumfuatilia zaidi. Tukishaonesha zile kazi yenye riposte inafanya, ndio tunabaonesha kamena maana ya kuba accompagner, parce que kama population haijue kwanza maana ya ile kazi yenye riposte na kiafanya, d'office batapigana tunao. Uvumi na habari za uongo ama desinformation zinaweza kufanya watu wakose imani kuhusu ekipe wala timu za riposte. U-Report inafanya nini ili watu waamini timu za riposte?
ya Ebola. Sie tant que you report tuko kwanza watoto ya mugine, haiko wakati tu ya Ebola ama ya epidemi njo tunaweza lamuka kutumika mkomunote. Tunakuwaka mkomunote na ma message mbalimbali kuhusu sante ama changement positif ya komunote. Alors wakati nye inakuwa periode ya Ebola, tunatumikishaka ile proximite yetu na komunote juu ya kuexplicite zaidi donc mafaa ya kazi ya maekipe za riposte. Voilà. Baada ya miezi miwili ya kampeni ambayo mumeanja, mumeona mabadiliko gani? Tuna constate que kuko bamoya kati ya communauté benye bana comprendre magonjwa ni nini na banaanza ba upeke jipeleka kwanza ku hospital. Aussi kuko benye biko na signaler ba upeke makasi spe sa banaziona mu communauté yabo iko naenda progressivement. Bien sûr que aiko bote njo basha comprendre na iko processus en fait changement ni iko processus ya mrefu. Tutaendelea tuna campagne, population itakuwa na connaissance moya kuhusu magonjwa. Aimé Mukokoma, Aksanti. Aksanti sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Zikesalia siku chache kabla ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa shule 2026-2027, maandalizi bado yazembea katika soko kuu la Kindu jimboni Maniema. Ingawa vibanda tayari vimepambwa kwa rangi ya mwaka mpya wa masomo, huku mikoba ya shule, sare na vifaa vya shule vikiwa vinauzwa, wazazi wengi bado wachelewesha manunuzi. Wengi hasa wafanyakazi wa serikali na watumishi wa umma wanadai kucheleweshwa kwa malipo ya mishahara yao. Licha ya changamoto hizo, wanatumai kuwa watakuwa na fedha zinazohitajika katika siku zijazo ili kuandaa watoto wao kwa muhula huu mpya. Ripoti yake Florence Kizalunga. Tunaua bea KDC calligraphie journal de classe communication. Katika njia za maduka hayo, vipaza sauti vinatangaza kwa nguvu bidhaa mbalimbali kama vile mikoba, madaftari, sare na vifaa vingine vya shule. Hata hivyo, licha ya hali hiyo ya shughuli nyingi, mauzo hayajapata kasi inayotarajiwa. Boto jana ya bitu yote juu ya rentrée scolaire mais mouvement ya kuwa bien. Bazazi abaanza onekana na masomo bakia na 2 semaines. Kapitakuwa sawa wala je pola tu comprendre kabisa ojesi. Bon, atosi perdre espoir parce que tunajua masomo kila mzazi zote ko obligé après kapita kwa masomo. Wazazi wengi wanakiri kuwa bado hawajakuwa tayari kumudu gharama za maandalizi ya kurudi shuleni kwa kukosa fedha za kutosha. Baadhi yao kwa sasa wanajizuia na kuishia kutazama bidhaa tu bila kununua. Hapa tunashangara sana, vitu habiendeki mzuri, mabei inapanda. Shakoshi moja ya masomo ya watoto iko 50,000, ingine 40,000. Tunazunguluka tu tunakia kuangalia petetre juma kesho tunaweza tukakia tena hapa kwanza habiendeki atapokea nini. Wazazi wengine wanasema wanasubiri kupokea mishahara yao kabla ya kuanza kufanya manunuzi. Hatuyauza hata kitu moja mama yangu, makuta haiko, atuye namna ya kufanya, ndio tungali tu vile mama. Niko mwalimu, tutakuwa miezi 2 hatupokee, ndio tunangoya kufendi moja hapa tutapata tu. Licha ya changamoto hizi, wanafunzi wanatazamia kwa hamu kuanza kwa mwaka wa masomo ambao umepangwa kuanza tarehe 1 Septemba. Wakiwa na hisia mchanganyiko za wasiwasi na tarajio, wengi bado wanaamini kuwa wazazi wao watafanyikiwa kupata vifaa muhimu kwa wakati. Masomo natafuta kuanja bayanuzia taka mwa papa nasema nitasoma na bile vya mwaka jana. Boniko naangalia tu petrete kia tageuza roho. Ata bayanuzia wataki kitu moja tisa shikompame kama ni nini bazazi bayanuzia taki kitu moja shi kama nitanja hai. Mbali na vifaa vya shule, kaya nyingi pia zinakabiliwa na gharama za usajili wa wanafunzi au ada za kudhibitisha uandikishaji hasa katika shule binafsi. Hali hii inaongeza mzigo wa kifedha kwa familia nyingi kadiri muda wa kuanza kwa mwaka wa masomo unavyokaribia. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio. Tumefikia mwisho wa taarifa hii habari iliyoandaliwa na Isaka Hemo Yope. Upande wa ufundi nilisaidiwa na Bilo Bahati. Shukrani kutusikiliza. Tukutane tena wakati mwingine.